kaka. Afadhali umekuja kaka. Koma wewe. Nani kaka yako? Unaionaje hiyo? Unajisikiaje? Tamu eh? Ina maana wewe ndo mtu ambaye umemleta Amanda mundani usiku wa jana, si ndio? Sasa Lulu, hebu niambie sasa. Baada ya kumleta Amanda huko kuna faida gani ambayo umeipata? Faida gani ambayo umeipata baada ya kumleta Amanda katika chumba changu Lulu? Kwa nini nimwelekeze Amanda kuja hapo? Wewe si ndo mwanamke unayempenda, ambaye unamuimba kila wakati. Ukilala ukiamka kila unachokifanya ni Amanda. Hapa ni nyumbani kwake. Anakuja muda nao utaka na anaondoka muda nao utaka. Isitoshe, mimi mbona hata huyo Amanda simjui baba? Simjui, sijai kumuona. Nasikia jina lake tu. Amanda. Tena nikwambie Tasha, hamna kitu kinaniuma kama mwanaume anichezea alafu aniache. I say, yaani huwa napata tabu na vurugwa. Usisahau maneno yangu. Nilikwambia mwezi kuwa na furaha wewe na huyo Amanda wako. Ona sasa, kishaanza kuwaramba. Shut up! Lulu, imetosha Lulu. Alafu nisikize kwa makini. Mimi na wewe hatuna mahusiano. Ni marufuku kuingia katika chumba changu bila ruhusa yangu. Nani alokuruhusu kuingia wewe? Sasa nisikilize. Changanya mbaliga zako na urudi ulikotoka. Unielewi, si ndio? Kuanzia leo hii, chumba hiki uone kama kituo cha polisi. Usije ukakaa huko mawazo yako ya kipumbavu yakakutuma uje katika kichumba Lulu. Nitakufanya kitu ambacho hujakidhania hata siku moja. Naomba uondoke. Lulu, nikifumbua nisikuone kwenye chumba changu. Toka bwana! Toka wewe mwanamke vipi wewe? Wow. No. Ila bado inawaliza. Inawezekana vipi kakangu kutoka usiku wa manane na kutoka ndani ya hii nyumba heli ya kuwa na wewe upo ndani? Na wakati ukija kuangalia ni mgonjwa, anawezaje kutoka na kuondoka usiku wa manane? Wewe ulikuwa wapi? Hivi wifi, unaniuliza tena ilikuwaje? Mimi humu ndani na Kai tumetengana vyumba. Kila mtu analala chumba chake. Mimi nimeamka chumbani kwangu usiku, nimeenda kumwangalia chumbani kwake, hayupo. Baada hapo mimi nikachukua jukumu la kukupigia wewe simu. Sasa hivi unakuja hapa unanilaumu ilikuwaje akaondoka sijui nini. Sasa sijui hiyo ndo solution au solution ni ipi? Namna unavyoongea tu sio bure. Kuna kitu unakijua. Haiwezekani kakangu atoke usiku wa manane eti atoroke. Sikiza nikwambie wifi. Wewe unajua kila kitu. Huenda ulitoka wewe usiku na kwenda kwa wewe bwana wako Tasha. Nisikize nikwambie, sina cha mjadala. Nahitaji kumuona kakangu haraka iwezekanavyo. Unajua kwa vyovyote vile baada ya Lisa kurudi nyumbani na kutokuniona, ni lazima tutakuwa tumemtafuta dada yangu Lispa. Maana kanipigia simu yangu mara kadhaa na sijapokea. Kwa naweka dhahiri shairi, lazima tutakuwa tumempigia Lispa na kumwelezea yote haya. Sasa bwana Chisa, nataka uende pale nyumbani kwangu na ukamuulize maswali kadhaa mke wangu. Maswali yenye mitego ndani yake. Swali la kwanza, nataka umuulize Lisa, kwa nini Kai anapenda kutoroka mara kwa mara pale nyumbani? Na swali la pili, nataka umpointi yeye moja kwa moja. Muulize ukiachana na Kai, kuna mwanaume mwingine anampenda? Na swali la tatu, utamuuliza tu, je, kuna mwanamke mwingine ambaye Kai anampenda ukiachana na yeye? Maswali hayo matatu tu ni lazima ingie kwenye mtego. Na ukishamuuliza hayo maswali, ni lazima tu atachanganyikiwa na nataka nione akili yake itakuwaje baada ya hapo. Sawa, nimekuelewa. Na mimi nitafanya hivyo. Ila Mr. Kai, kwa nini usiachane na huu mchezo? Ukarejea katika hali yako ya kawaida. Maana naona ushacheza sana. Sasa hauna maana. Usijali Chisa. Wacha niendelee kucheza huu mchezo.
maana mimi mwenyewe binafsi na enjoy sana, na bado sijafikia kwenye final destination. Wacha niendelee kuchanganya akili kidogo, maana mimi mwenyewe na enjoy huu mchezo. Na nikwambie tu, huu mchezo nimeupa jina maalum kabisa, hide and seek. Sawa. Yaani wewe umevuruga maisha yangu, umevuruga ndoa yangu, umefanya mpaka mume wangu amepoteza kumbukumbu. Wewe Kaisi rafiki yako kabisa, Kaisi kama ndugu yako, leo umeharibu maisha yake, umeharibu ndoto za familia yetu. Pole sana Amanda, nimeamua kustopisha hii recording baada ya kuona hisia zako zimebadilika. Pole. Asante. Labda nikuulize swali kama utojali. Sawa, niulize. Hivi unadhani unaweza kuwa mwanasheria bora ukiwa na huyu mwanaume? Hapana. Sidhani. Maana ili uwe mwanasheria bora na uwe competent, lazima hata watu wako wote wa karibu na kuzunguka wawe watu sahihi sana kwako. Ila kwa huyu mwanaume sidhani. Atakatisha tu ndoto zako. Huwezi kutimiza ndoto zako ukiwa na huyu mtu. Mr. Robert, hata mimi najua kuwa yule mwanaume sio sahihi kwangu, na nimeamua kabisa kuachana naye. Mwanaume nimemfumania chumbani akiwa na mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine, Mr. Robert. Nimeumia. Ni sahihi hicho ulichokisema. Na nikwambie tu, kwa jinsi nilivyosikia conversation, inaonyesha dhahiri shahiri kuwa huyu mwanamke anayetembea na mume wako ni mke wa mtu. Mke wa mtu? Yeah. Wewe hujasikia mazungumzo? Ni dhahiri shahiri kuwa huyu ni mke wa mtu. Hebu jenga picha. Ikatokea mwanaume wake akagundua kuwa mke wake anatembea na mume wako. Mwanzani atachukua hatua gani? Can you imagine the pain? Unajua maumivu ya usaliti wewe? Hebu jenga picha, leo hii mume wake akagundua kuwa mke wake anatembea na mwanaume wako. Atachukua hatua gani? Lazima alipize kisasi. Na naofia kwa huyu mwanaume anaweza akakudhuru hata wewe. Na ikiwezekana anaweza hata akaamua kutembea hata na wewe. Kwa hiyo akili kichwani mwako, lazima uchukue hatua. Hili jambo ni la hatari sana. Hatari yake huwezi kuiona leo, ila utaiona tu siku za usoni. Mr. Robert, hata mimi nalitambua hilo. Ndio maana mimi nataka niachane naye, nidili na masomo yangu. Nasomea sheria, natakiwa nitulize akili, nisome nije nimsaidie baba yangu, yuko jela. Mimi nahangaika, naumia. Mimi simtaki tena. Sitaki. Pole sana Amanda. Kosa la mwanaume mmoja lisifanye uone wanaume wote una matatizo. Mimi naamini yupo mwanaume sahihi ambaye atakayekuja kufuta machozi yako. Kwa hiyo kuwa na amani. Na wala usiseme hivyo, sawa? Pole. Wifi, naomba tuheshimiane. Mimi ni mwanamke ninayejielewa na ninayejitambua. Naijua thamani yangu. Nawezaje kuondoka nyumbani kwangu usiku wa manane, nimwache mume wangu ndani amelala, alafu niende kwa mwanaume mwingine? Si nitakuwa mwanamke mpumbavu nisiyejitambua? Eti mwanamke unayejiheshimu. Hivi katika wanawake, katika wanaojiheshimu, wakiambiwa watoke, na unaweza ukatoka wewe mwanamke wewe? Nisikilize nikwambie. Mimi sihitaji mjadala wa aina yoyote. Kitu ninachokihitaji ni kakaangu yuko wapi.
Kwa hiyo naomba niulize tu swali. Mimi natakiwa kuwa mlinzi wa Kai. Muda wote ninavyolala ndani nasikilizia Kai atatoka saa ngapi, Kai ataondoka saa ngapi. Kama ndio hivyo si ningekaa hapa mlangoni niwe nalinda? Hakuna kitu chochote ambacho unaweza ukanieleza nikakuelewa. Ninachokihitaji kwa awamu hii, nahitaji kumwona kakaangu. Kwa nini mnagombana kila wakati? Sijawahi kuja hapa nikakukuta mnafurahi, mnacheka hata siku moja. Kwa nini mnakuwa hivyo? Kwa nini mnajenga chuki isiyokuwa na msingi yoyote? Madam, naomba nikuulize swali. Kwa nini mumeo anatoroka kila wakati? Sorry, naomba nikuulize swali lingine. Kwani wewe una mwanamume mwingine nje zaidi ya Kai? Dokta, tuheshimiane kwanza. Hayo ni maswali gani unaniuliza mimi? Mimi nawezaje kuwa na mwanaume mwingine zaidi ya mume wangu hali ya kuwa unajua kabisa mimi ni mke wa mtu? Inawezekana ndio. Kwa sababu we mwenyewe kwa kinywa chako ulishawahi kunitamkia kuwa una mwanaume nje. Leo dokta akizungumza wala hamna uongo wa aina yoyote. Utaniambia nini saizi? Nisikize nikwambie. Hapo ninachokihitaji tu ni kakaangu kujua yuko wapi. Au ni vile kwa sababu kakaangu unamwona alivyo mpole, hajui kuongea. Na isitoshe uenda dokta, kumbukumbu zake zilikuwa zimesharudi kakaangu. Sema kwa ushenzi anaofanya huyu mwanamke na kwa ushenzi anaomfanyia kakaangu, saa ngapi kumbukumbu zitawahi kurudi? Hivi na wewe naomba tuheshimiane, sawa Nyie kama mmetumana kuja kunieleza ujinga nyumbani kwangu, sitaki. Naomba tuheshimiane. Madam, hatupo kwa ajili ya kugombana. Mimi nataka kujua tu kwa nini Kai huwa anatoroka. Hau ana mwanamke mwingine nje ukiacha wewe? Amanda mpenzi wangu, mimi nakufahamu wewe vizuri sana. Yaani sio rahisi na haiwezekani kabisa, na sio tabia yako wewe kuja nyumbani kwangu usiku bila taarifa yoyote. Hii Amanda, sio tabia yako. Yaani kwa vyovyote vile nahisi itakuwa kuna mtu nyuma yako. Yaani sio rahisi kabisa, lazima kutakuwa kuna mtu nyuma yako ambaye anakushika masikio. Amanda, hebu naomba niambie, huyu mtu alikuwa nyuma yako ni nani? Hamna mtu yoyote nyuma yangu, bali ni mimi mwenyewe na akili zangu nilikushuku, na ndio maana nikaja nyumbani kwako kukufumania. Hapana, hapana Amanda, mimi nakataa, na hata kesho milele pia nakataa. Lazima kutakuwa kuna mtu nyuma yako. Amanda, mimi nakufahamu matandu mpaka ukoko, na kujua vizuri kabisa. Lazima kutakuwa kuna mtu nyuma yako anakukontrol kama remote Amanda. Alafu Amanda, mimi nina maadui wengi. Mimi maadui wengi wamenizunguka katika maisha yangu. Kwa mtu anavyokuja kwako, alafu anavyotaka kukuzoea kirahisi rahisi, usikubali. Na ndio maana mimi siku zote nilikuficha Amanda, sikutaka kabisa watu wakufahamu, kwa sababu najua nina maadui wengi. It's okay. Okay. Asiyekubali kushindwa si mshindani. Mimi nimekubali nimeshindwa. Lile ambalo umeniomba kwamba wataka kuachana na mimi, nimelikubali kabisa. Lakini Amanda, naomba nikuulize swali moja tu kama utojali. Uliza. Huyu Albert ni nani? Albert? Wewe umemjua vipi Albert? Nilikusikia Amanda wakati ulikuwa unamshukuru pale nyumbani kwangu jana usiku. Kwa hiyo kama ulikuwa unamshukuru Mr. Albert, inamaanisha kwamba huyu Albert ndo mtu ambaye yuko nyuma yako, anayekushika wewe masikio, anakukontrol. Kwa mimi nimekubali kuachana na wewe, lakini naomba uniambie huyu Albert ni nani? Sitakwambia Albert ni nani, ila Albert ndio mwanaume mpya ninaenda kumkabidhi moyo wangu. Amanda, unaongea maneno gani Amanda?
Unajua kabisa namna gani ambayo mimi nakupenda Amanda. Leo hii unasema kisa moyo wako ndio kukabidhi mtu mwingine Amanda. Amanda tafadhali, Amanda usifanye hivyo Amanda. Amanda tafadhali usinifanye hivyo Amanda. Mimi nakupenda Amanda wangu. We kaka. Naomba usinipigie magoti. Usinichulie, sijui umenielewa. Wewe una king'ang'a. Unielewe au? Acha nikampatie moyo wangu Albert, ndo anajua thamani ya mwanamke, so wewe msaliti. Wewe mbona king'ang'a sana? Uwe na siku njema. Bye. Amanda. 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 Mdogo wangu amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Na wewe inaonekana ndio ulikuwa mtu wa mwisho kuongea naye kwenye simu. Sasa basi, ninakupa masaa machache tu. Mdogo wangu au amerudi nyumbani. La sivyo, nitaenda kukuripoti kwenye vyombo vya sheria. Alafu blaza, hivi unadhani hayo machafu unayoyafanya yatajificha milele? Na umejificha kwenye gamba la wema mbele za watu, lakini nyuma unayoyafanya ni mengi machafu ya kutisha, na unatumia nguvu kubwa sana kuwaumiza watu. Halafu naomba unisikilize kaka. Brother, hii ni dunia kaka, na siku zote mshahara wa dhambi ni mauti. Kalma itakutafuna. Safi sana. Nimependa sana ujasiri wako. Nimependa namna ambavyo unavyoongea kwa kujiamini. Ila nisikize kwa makini wewe. Sio swala la kuficha. Mdogo wako kweli mimi ndio niliyemteka. Lakini kwambia ule ukweli, yeye nilimteka kwa bahati mbaya tu. Mtu ambaye mimi namuinda kwa 100%, sio mdogo wako, ni wewe mwenyewe. I know that. Kwamba wewe unatumwa na Albert, si ndio? Halo? Huyu mpumbavu. Huyu ndo atakayeniambia huyu Albert ni nani. Ndiyo, Kai ana mwanamke mwingine. Amekuwa akinisaliti mara kwa mara, na huyo mwanamke ndio sababu ya matatizo yote anayopitia Kai. Sasa nashangaa leo hii dada yake ananitupia lawama zote mimi, kana kwamba mimi ndio chanzo cha kila kitu anachokipitia Kai leo hii. Lisa, tafadhali sana, na kuheshimu, naomba na wewe uniheshimu. Kaka yangu ni mtu ninayemjua, ninayemfahamu mimi. Hajawahi kuwa msaliti, na wala hajawahi kufanya ujinga wala upumbavu kama namna unavyofanya wewe. Tafadhali, sihitaji tuvunjiane heshima. Ninachokihitaji, nahitaji kufahamu tu kakangu yuko wapi. Wala sihitaji mjadala mwingine. Bora nimwakuta wote leo. Kaka, afadhali umekuja kaka. Koma wewe.
Nani kaka yako? Sasa leo naomba mniambie ukweli wote bila kunificha. Mimi ni nani? Na wewe unahitaji mimi kaka yako? Wewe si mke wangu Lisa wewe? Na wewe si dada yangu Lispa? Na huyu, kama kumbukumbu zangu hazinidanganyi, huyu ni daktari. Huyu ni daktari alinitibia hospitalini. Sasa nataka mnieleze kila kitu. Nini kinaendelea hapa? Nini kinaendelea hapa? Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti, tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wakweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama